Mtazamaji wa Mnyasa Media, mambo yako mengi kweli kwenye swala zima la soka. Katika moja ya mambo ambayo yanatikisa hivi sasa ni kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mafanikio yao yanawaingiza vitani. Wachezaji wao wanawindwa kila kona. Ni vurugu tupu kwenye masuala mazima ya usajili, dirisha kubwa la usajili. Hivi sasa kuna vilabu tayari vimeanza kuhangaika na baadhi ya wachezaji waweze kunaswa kunako klabu zao. Hawa wachezaji wanawindwa kutoka kunako klabu ya Simba, akiwemo Pinipini Kamara, mlinda mlango wa Simba Sports Club. Bwana Cholo, mambo vipi bwana? Bwana poa sana. Bwana, tunasikia baadhi ya wachezaji kunako klabu ya Simba wanawindwa. Tunasikia jina la Pinipini Kamara, tunasikia jina la Jean Chazawa, tunasikia jina la Steven Dese Mukwala. Tunawasikia kina Fabrice Ruamba Ngoma, akina Zimbo Mohamed Hussein. Karibia wachezaji wote Simba mnatafutwa wachukuliwe, natafuta wachukuliwe. Hii kitu wewe nyinyi wana Simba nyinyi mnaonaje swala hili? Kwa kuona kwa sisi kama Simba, cha kwanza tunaipokea kwa sababu cha kwanza kinachotufanya tunakuwa proud kwa sababu yani klabu itakuwa inaangaliwa. Yani klabu inaangaliwa, lakini sasa wanachokosea ni kwamba wanaitazama kama klabu rahisi sasa hivi kama zamani, kwa sababu sasa hivi Simba sio klabu nyepesi tena. Yani Simba kuchukua mchezaji sasa hivi ni ngumu kama ilivyo ngumu kwa Al Ahly kuchukua mchezaji Mamelodi Sundowns. Ugumu ndio uko hivyo. Sasa wanachokifanya ni kwamba wanajaribu kutingisha kuona Simba amebaki pale pale kama zamani, ana uwezo wa kutoa wachezaji wake au ana uwezo wa kushikilia bomba kwa maana anataka ashindane Afrika. Kwa hiyo lazima watatazama hivyo vitu. Sasa na sisi kama Simba kwa muda huu hatuna tena muda wa kuanza kufikiria kama zamani kwamba lazima mchezaji auzwe tujiingizie fedha. Tunaweza kuingiza fedha na sehemu nyingine, inategemea mchezaji wa namna gani na wachezaji wangapi ambao wanaweza kutoka Simba. Lakini kwa hapa tulipofikia Simba, cha kwanza tuna deni la kufanya comeback hicho ambacho tumekifanya msimu huu. Umeshaelewa? Kwa kitu kibaya ni kuondoa wachezaji ambao tulianza nao vizuri msimu huu. Tukianza na wachezaji wengine ni hatari kubwa sana, tunaweza kujikuta mwakani umefanya vibaya msimu ujao. At the end of the day tukaanza kulalamikiana kwamba tumeuza wachezaji na nini na nini. Tunachotaka sisi ni kuingia sokoni. Kama wewe unasema ukikupiga shavu la kulia unampana la kushoto. Sisi wewe ukija kutaka mchezaji wetu kwetu pale. Sijui wewe Orlando Pirates umekuja unamtaka Kibudi. Sasa tunamtaka Mafokeng. Akija sijui bwana Wydad Casablanca anamtaka si cha Mukalabwa, sie watugee labda Mairula yule. Cassius Mairula watugee sisi. Yaani kama tunashindana. Kwamba sasa hivi tumeshakuwa majiant Africa, nafasi yetu yenyewe inajielezea, namna tunavyoshindana tunajielezea. Kwa hiyo sisi kama Simba au sio muda wa kuuza wachezaji, labda kuongeza. Sio muda rasmi wa kuuza wachezaji. Labda mafanikio mliyopata msimu huu kufika finali kombe la shirikisho barani Afrika. Pengine vilabu vingi vinaona sasa ni fursa ya kupata wachezaji ambao tayari wamecheza finali, wameshindana na timu kubwa, pengine wanaweza kuwapata kwa namna hii na wenyewe kufikia mafanikio ambayo Simba imefikia. Ni kweli kwa sababu ni lazima wafanye hivyo kwa sababu cha kwanza unajua kabisa mchezaji akishacheza hadi finali maana yake ana experience ya mashindano. Haendi pale tena kama underdog. Anaenda kama mchezaji mkubwa. Cha pili unajua finali watu hawafiki tu yani kama wamezuka. Lazima kutakuwa kuna quality ndani yao. Kama kuna quality ndani yao watatazama namba za wachezaji, namna ya timu inavyocheza. Tazama timu inavyocheza, tutazama namba za mchezaji mmoja mmoja na namna anavyoitumikia timu akiwa kiwanjani. Wamevitazama hivyo vitu vyote, wamegundua pale Simba kuna watu wanachokifanya wao ni kwamba wanataka kuleta ubabe wa fedha. Wakileta ubabe wa fedha kwa maana kwa kusema kwamba tunaenda kuivunja Simba, wamekuja kipindi kibaya kwa sababu Simba yeye mwenyewe anatamani mafanikio Afrika. Kwa Simba hii sio Simba ambayo inaweza kufanya kosa ambalo tuliwahi kulifanya misimu mitatu ama minne nyuma. Tulifanya kosa kama tulishindana kweli tukafika robo finali, tulipiga majiant vibaya mno, lakini wakaja katuvunjia timu yetu kwa kuchukua wachezaji wawili tu muhimu. Kitu ambacho kinaenda kutuathiri sana. Sasa hivi wamekuja kwa kasi, wanahitaji zaidi ya wachezaji 5 kwenye kikosi cha kwanza. Kitu ambacho kwenye mpira hakiwezekani. Sisi sio academy. Kusema kwamba unakuja kuvuna tu wachezaji. Wengi wanaogopa yasije kafanyika makosa ambayo yaliwahi kufanyika miaka kadhaa iliyopita. Carlos Chama alichukuliwa na RS Berkane na Luis Jose Miquissone alichukuliwa na Al Ahly. Simba ikaingia kwenye swala zima la kukosa wachezaji wa muhimu na ikashindwa kufanya vizuri kwenye hatua ya kimataifa. Pengine hali hii inaweza ikapelekea tena labda wachezaji wakaondoka, Simba ikitegemea kuwasajili wachezaji wengine, lakini mwisho wa siku nasajili wachezaji lakini wanashindwa kuivusha Simba kufikia kilele cha mafanikio. Unadhani kuna haja ya uongozi wa klabu ya Simba kuzuia wachezaji wasiondoke? Na ndio mpira.
na ndo ushindani katika mpira. Unajua ili uwe mkubwa lazima baadhi ya wachezaji waitumikie timu kwa muda mrefu. Kwa sababu kadri unavyozidi kuitumikia timu kwa muda mrefu, cha wanaipa mafanikio, unatengeneza malejendari, kwa maana hata watakaokuja watawakuta wale ambao wapo pale. Leo hii kwa mfano nakwambia tu kweli, ukitoka hapa ukaenda Mamelodi Sundowns ukicheza pale, utaambiwa huyu ndo Tembazwane. Huyu Tembazwane tulikuwa naye kwenye finali 2016. Tembazwane huyu ndo kacheza finali 2025. Amechukua African Super League, mashindano yalivyoanzishwa wao ndo mabingwa. Huyu ndo team captain wa Mamelodi Sundowns na ndo team captain wa timu ya taifa ya South Africa. So wewe una kiwango kikubwa, lakini kuna watu wameitumikia kwenye kiwango kikubwa sana. So tunachotakiwa sisi ni mafanikio, sio mafanikio ya timu na sio mafanikio ya mchezaji mmoja. Umeshaelewa? Hivyo ndo wanapofanya watu. Kwa hiyo hata sisi kitendo cha kusema mchezaji akiwaka wanatoka, anayekuja anaweza kajiona mfalme. Tumefanya hayo makosa, walikuja kina Peter Banda, tukawaimba kabla hawajacheza, wakashindwa kudeliver kile ambacho sisi tunakitaka. At least Pape Osman Sako kidogo alionyesha. Bado tukafanya kina Onana, tulipambana sana kujaribu kutaka kurudisha timu yetu, lakini ikashindikana akiwa ameondoka wachezaji wawili tu muhimu. Leo hii wanatakiwa zaidi wachezaji 5. Ukifanya makosa ukaondoa let's say wachezaji 3 mpaka 4, usajili ni kamari. Ni kamari ambao akija mchezaji aje akliki kama huyo alivyokliki. Leo mtoja anachezea huwa za namba 10 pale. Ukamleta namba 10 kwa kuamini kwamba atakuja kukliki. Asipokliki mambo yanakuwa magumu na heshima ya timu inapungua, hata ile hofu ya wapinzani kucheza na Simba inapungua. Lakini mimi nakuhakikishia ndugu mwandishi, ikitokea mwakani timu yoyote ikakutana na Simba, hasa hawa ambao tulicheza nao at least msimu huu, wanakuwa wanajua kwamba yule ndo Mohamed Hussein tulicheza naye mwaka jana, yule ndo fulani, ndo labda Shomari Kapombe, huyu ndo Pimpini, huyu Janchazi au unani. Kama sisi tulivyokalili wachezaji wa timu kubwa. Ukienda Ahli wewe unajua tu yule Shanawi. Una misimu mingapi unamjua Shanawi kwa Ahli? Unajua Shanawi bwana yupo. Mbavu yao ya kulia yuko Mohamed Hani pale. Hani bado yupo Alimarudi bwana Alimarudi sasa hivi achezi sana. Sasa hivi bwana amemchukua Tiatiala. Tiatiala sasa kwa Wydad Casablanca bwana hatari. Yaani wachezaji wao bado wanao. Kwa maana kwamba unajua kabisa kwamba hii timu inakutana nayo, wachezaji sio watu rahisi, sio wachezaji rahisi. Lakini wakiwa wapya, wanatazama profile zao, wanajua huyu kacheza Rwanda, huyu kacheza Burundi, kacheza wapi, bado hii ni timu mpya. Timu mpya ni rahisi kucheza nayo. Kama walivyotuchukulia sisi msimu huu. Watu wengi walichukulia Simba ni timu mpya kwa maana wachezaji wao key player wameondoka, hasa Clatous Chota Chama ambaye ndo aliibeba timu, Aishi Manula anamuona pale Adaki, wakajua hii timu mpya. Wachezaji kukutana nacho ndo unaona sasa hivi wanataka wachezaji wetu. Kwamba kumbe ile timu ina quality. Kwa hiyo mimi nataka viongozi huu msimu wasiuze wachezaji. Wasiuze wachezaji. Wasiuze wachezaji. Wachezaji wote wabaki Simba. Yani kama kuwapunguza ni wale ambao hawajadeliver, au wapunguze, waongeze watu ambao watakuja kusaidiana na hao ambao wameonyesha kitu msimu huu. Kwa namna ambavyo wewe unatamani. Naam. Bwana tumalizie sasa hili. Endapo wachezaji hao wanatajwa kaondoka Simba, nyinyi Simba kama mashabiki mtajisikiaje na timu yenu ya Simba mtaionaje sasa kuelekea msimu ujao? Mimi binafsi nitajisikia vibaya, cha kwanza, na cha pili timu inaenda kudrop. Haipo timu duniani inaweza kuuza wachezaji 5 wa kikosi cha kwanza ambao walifanya vizuri 5. Alafu msimu unaofuata wakafanya vizuri tena vile vile. Inakuwa ngumu sana kufakua hivyo. Ni ngumu mno. Kwa sababu sisi Simba bado hatujawa na ukubwa huo kwa kusema kwamba tunao uwezo wa kumfunga mtu yoyote. Tunao uwezo wa kuwafunga baadhi ya timu kusema ukweli, ila kuna giant ngumu sana kuwafunga. Unaona top 4 pale ya Afrika. Ukisikia top 4 ya Afrika sio masiara. Ili ucheze klabu bingwa nusu finali, kuna timu 4 zinatakiwa, kuna moja itoke uingie wewe. Hizo timu 4 ili moja itoke uingie wewe, nikikutajia hapa unataka umtoe nani? Utatema mate chini. Unamtoa Al Ahly, una timu gani ya kumtoa Al Ahly? Kama leo unatakiwa Alia Mpanzu muongezee mtu, Kibu muongezee mtu, Janchazi muongezee mtu, Pimpini muongezee mtu, au ndo unawatoa unaleta watu wengine kwa kuriski. Uende ukamtoa Al Ahly, itakuwa ngumu sana. Sisi tunatakiwa kubaki na wachezaji wetu na kuongeza wengine na kuongeza wengine ili waje kuwasaidia walokuwepo. Akina Faisal Salum Fetot. Ikitokea jambo zuri. Ndio maana yake tunataka wachezaji wakubwa kama hao. Kwa sababu Faisal Salum ni mchezaji mkubwa, ukitoa uzawa. Maana yake unaweza kumchukulia mtu wa Zanzibar tu hapo. Ni mchezaji mkubwa Afrika kwa sasa. So neno la mwisho kwa Aishi Manula ambaye anatajwa kujiunga na Azam FC kwenye timu yake ya zamani. Kwa mujibu wa mwandishi Mikdadi ameweza kueleza kwamba tayari ameshasaini mkataba. Mwisho wa msimu anajiunga Azam FC. Bwana Aishi Manula utamkumbuka kwa jambo gani kunako klabu ya Simba? Aishi Manula ni miongoni mwa wachezaji ambao wameipatia mafanikio Simba. Aishi Manula ni kioo cha magolikipa wengi ambao walikuwa wanakuja hapa Tanzania. Kila golikipa aliyekuja Tanzania alikuwa anafananishwa na Aishi Manula.
namnukuu Pitso Mosimane aliwahi kusema Simba Sports Club inafanya vizuri Afrika kwa sababu ya ulinzi wao. Ulinzi alisema anamaanisha wameanzia kwa eneo la goalkeeping. Wana goalkeeper mzuri sana ambaye ni Aishi Manula. Tutammiss, tutamkumbuka na tutamshukuru kwa pale ambapo tumefikia, lakini ukweli hautafichika kwamba baadhi ya watu wa Simba imeondoka imani kwa Aishi Manula baada ya kupoteza goli 5. Na mpira wetu wa Tanzania, wewe kama unavyojua kwenye hizi timu, baada ya kupoteza goli 5 na Young Africa, asilimia kubwa watu wamepoteza imani na Aishi Manula. Sio mapenzi ila imani, kwa maana itatokea yule ni binadamu. Ikitokea amepewa nafasi akafungwa goli hata moja tu, itaonekana ndo yale. Mimi binafsi nilichoona tamani nimuone Aishi Manula anatoka nje na Simba anaenda kucheza timu nyingine. Ukitoa usimba wangu ataisaidia pia taifa, kwa sababu tuna struggle eneo la goalkeeper sasa hivi tuna taifa. Kwenda kwake Azam FC wana Simba hamjaumia kuliko kwenda angeenda kule Young Africans. Kwa sababu unajua na sisi tunachukiaga wachezaji ambao wanatoka Simba afu wanaenda Yanga, kwa sababu Yanga si ni mpinzani wetu. Umeshanielewa, ni mpinzani wetu, wanafanya kila kitu kujaribu kutaka kutuzoofisha. Sasa kama wewe ndo silaha yetu alafu unaenda kwa adui yetu, manake sisi ndio silaha tunaitegemea, manake una mpango kutuua sisi. Kama una mpango kutuua sisi hatuwezi kukupenda. Sababu anayepanga kukuua wewe mwenyewe, kama unaweza na ukipata nafasi muue, ndio kinachotokea. Kama vita tu. Aliyeandaa bunduki kutaka kukupiga, na wewe kama umepata nafasi ya kumuua muue huyo mtu. Kwa hiyo hicho ndio ambacho sisi tunakifanya. Kila kienda Azam, Aishi Manula atabaki kwenye mioyo yetu milele. Kama alivyobaki wachezaji wengine. Unamjua leo Emmanuel Anodioko yupo kwenye mioyo yetu milele. James Kotei, Pascal Yawa, John Rafael Boko, Elaston Nyoni. Hao wote wanacheza timu nyingine, lakini wapo kwenye mioyo yetu. Ila waliokuwa nyuma mwiko wote si hawezi kuwa kwenye mioyo yetu. Bwana, shukrani sana na kutakieni kila laheri. Tusubiri nani na nani watanunuliwa kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na nani watabwaga manyanga kunako klabu ya Simba. Asante sana mwandishi bwana.